yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipita, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya dirisha, Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Jehova, kwa kuwa umetuweka na umetuhifadhi miaka mingi ambayo kila mmoja wetu ameishi kwa uchanga na kwa ukubwa, tunasema asante Jehova. Twajikabidhi mikononi mwako Mungu mtakatifu, ili ukabariki mioyo yetu muda na wakati huu. Asante ni kwa ajili ya ibada ya mazishi. Asante Bwana ni kwa kulinda familia. Tunakushukuru kwa miaka ya mama yetu, nyanya yetu, ambaye Bwana umemweka ulimwenguni huu. Na sasa wakati ulipowadia, ukaanza kutuandaa, na wakati ulipofika ukampumzisha. Japo kuwa tuna uchungu mkuu wa kifo mioyoni mwetu, bado tunashukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Tunaombea familia yake, watoto wake, wajukuu wake, vitukuu wote, ukawabariki Jehova. Na wakati huu Bwana ukaweze kuongoza ibada hii Bwana hadi tamati ya siku ya leo. Jina lako likatukuzwe. Tunapoenda kusikia kutoka kwa neno lako, mtumia mtumishi wako na uhifadhi mioyo yetu katika mapenzi yako. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen. 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 Asanteni. Asubuhi ya leo ningependa tuanze na neno la Mungu. Na tunapoanza neno la Mungu, tutasoma kutoka katika Injili ya Luka. Tutasomewa kutoka Injili ya Luka sura ya 15 kuanzia mstari wa 13 hadi wa 20. Luka sura ya 15 kuanzia mstari wa 13 hadi mstari wa 20. Nitaanza kusoma. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya sherehe ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliyokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka, akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Asante.
Bwana asifiwe. Katika maisha yetu kama binadamu, umonde kilomwe wale tumekusanyika hapa, kuna jambo ambalo limetuleta pamoja. Baada ya kuangalia mwili wa Mwaitu na kupita pale, kuna jambo ambalo kila mmoja ameona, jambo la kifo. Kila mmoja uona kiku na kiku kwitu ithaye mwambililio wa kusuania nundu latu akomano nacho onaedha we wanduka. Hata kama we uko na akili, shida kwa akili, kuna jambo ambalo huwa linakuguza katika moyo, na neno la Mungu siku ya leo linatuletea matumaini. Ndeto ya ngai yetuete undusu, it brings us comfort. Na sio tu comfort, tio kiaki sio tu indi ndeto ya ngai kwatia undungi. Kuna mwanga, kuna jambo ambalo linawashwa katika maisha yetu ya kufikiria kuhusu tunakoenda. Kifo kinatuletea maswali. Kila hivi ndatako maana kifo tuambia sikuikulia makuli maingi. There are so many questions that come. Omonde ndeto ya ngai yetu ya pe mwana ke waendie anewa mali mbinge adhi. Na sisi kama binadamu tumeumbwa, na etina baada ya kuumbwa Mungu alitupatia zawadi nyingi. Anzia tu katika shamba la Edeni. Angalia hata tulipotenda dhambi alipozidi kututunza. Ona omonde twasiasendusionde suma kwake. Anaendelea na kututunza. Lakini na sisi katika safari hii kuna wakati tunapoteza. Kifo kinatufanya tunaona ya kwamba kuna kupoteza. Neno la Mungu siku ya leo linatuambia hata baada ya kupoteza, huyo mwenye alitupatia hizo zawadi etina wakuleana na mia yake na twasia okumio ulatu anengetwe. Baada ya kupoteza hiyo hakutuacha. Tulipoanza kufikiria ila tuambie sikuikulia makuli, basi akawa pamoja nasi, akatujaza na roho wake. Na alipotujaza na roho wake tukarudi kwake. Na tunaporudi kwake tunaambiwa ya kwamba ona kiku timu minukitu. Hata baada ya kuishiwa kiasi ya kwamba unataka kula maganda ya nguruwe, itina wakwikalabayo luwandi ukakuwa ni mowa una madhina onde tuiwai usitiwa mwezi. Mungu yuko na anasimama nasi na anatuona tunapomrudia, tunapoanza kumwazia. Undu tuweka omonde twasia tuyuka ba tuzembete undu angimeka tuyuka tuikalende tuambe kuswane yulu andi mweno ya ngai kuiga mwena itu ndi mweno ya ngai kutunenga thayo na itina kuikala bayo luande itina kuona madhina maingi na kwaiwa bado yuko pamoja nasi. Let us be comforted. If on the table, let us be comforted because the son, huyu mtoto aliporudi hakukimbilia baba ndio alimkimbilia. Na itoko monde tuose hiyo ndosu kana tili tu usemba kwa ngai. Bali Mungu siku ya leo amechukua hatua, amekimbia tulipo. Yuko pamoja na sisi. Yuko pamoja na sisi na anasema anatukaribisha. He will embrace us. Etukumbatilia na usio uonde ulatukuona atotote ya uona ingi. Anatuahidi ya kwamba atazidi na kutuinua. He is compassionate and loving. Yeye ni Mungu ambaye ako na upendo mkuu. Na upendo huu ndio ambao unatuongoza hata katika kifo. When there is loss, ila waadele lopyu wabikamwesu ndimbesa ndina woni tuiwa wendo wangai nduka utia na tiba tumanyika. Na Mungu anatupenda sana. Mungu anatupenda sana. Na sio sisi tumemuita, bali yeye amechukua hatua. Ameona jinsi tunalia, machozi yapo, tears are there. As we conclude this, tunapomaliza kutafakari siku ya leo asubuhi hii, nataka kila mmoja ikiwa ndani tuchukue muda na tumuite Mungu. Kama mwana mpotevu, tukumbuke ya kwamba hata katika shida gani, hata katika
kupoteza vyote. Kupoteza mama ni kupoteza vyote. Bwana asifiwe. Ukipoteza mama, maisha ni kama yanaisha. Mwana mpotevu alipoteza vyote, na akajiangalia, akajiuliza, sasa nitaelekea wapi? Sisi tunayo mahali pa kuelekea. Like the prodigal son, let us return to God. Kwa sababu Mungu anataka kutufariji. Ngai enda kutukia kisi. Pala tulikite imani ya cheba, tuitona kuikia kisi. Na nditona kuukia kisi. Nundu na kwa ni ndini wa imani ya cheba, kwetu kuya. Ni nawasio munene. Indi ngai eto sisi atasiana siake. Na enda kurutungia uima na ukumio. Na kuwa umundi kwacha. Yuma ba tabale ni yahitu. May God comfort everyone. Mungu aliwaze kila mmoja. Nkainaki akisi kilomo waitu. Nkainatu nenge binga ngone situ. Nkainatu nenge mugo. Ide tuitendea wea wake. Nkainatu nenge mugo. Tuendea na kudhuku maimwe. Nkainatu nenge kileko. Chako suwania enge kumusiokea. Nikana tuendea na kumudhuku. Na tuombe. Mighty Heavenly Father, tunayofuraha kwa sababu umetuonesha ukuu wako na ukatuwezesha kuifanya kazi uliyoweka katika mikono yetu. Tulimpenda mama sana, na bali wewe ulitupenda hata zaidi, na umejidhihirisha kwetu Bwana kwa kutuwezesha kumwona mama na kumwezesha kumpa nguvu ya kutulea na kutulinda, na akawa ukamtumia awe shahidi wa kweli wa imani. Tunakuomba ewe Yesu, kama ulivyotembea na mama akiwa kati yetu, njoo uwe pamoja nasi katika safari yetu ya kuzindikisha mwili wake. Tunakusihi ewe Yesu, kama ulivyoahidi pakusanyikapo wawili au watatu upo mahali pale, njoo uwe pamoja nasi Bwana, usitupite. Tunaomba Bwana utupe siku njema, utubariki na Roho wako atuongoze. Tuomba kwa Kristo Bwana wetu. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever
trumpet shall sound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. My soul. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul.
this dark vale I fear no ill. With thee, dear Lord, beside me, thy rod and staff my comfort still, thy cross before to guide me. Thou spreadst a table in my sight, thine unction grace bestoweth, and oh, a transport of delight from thy pure chalice floweth. And so through all the length of days, thy goodness faileth never. Good Shepherd, may I sing thy praise within thy house Shall we gather at the river, where bright angel feet have trod, with its crystal tide forever flowing by the throne of God? Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. On the margin of the river, washing up its silver spray, we will walk and worship ever on Neki neuma naila ni boba nondo migomo ya Jehova ni bebe ya yolowo batende andu ni neki ni adime alame na kimeto nondo neoma kakia kiwa Methoni ma Jehova kibata muno kikucha atheu make ni ndeto ya kuikiwa nundu ethwa twapia pamwe nake tukethwa thayu naguo pamwe nake ethwa ni tukumisya tukasumbika pamwe nake ethwa ni tukumukaya we nake akatukaya ithi ethwa tutina kithito we ekalana kithito nundu ndatona kwikaya mwene. Tunaendelea kusoma. Nundu Ngai niwendete nthi niwanenganie mwana wake umwe nikanaula umwitikilanda kaya ili ethwe na thayu tathela ine ni kwithwa ciana ciina mwi na thakame we nake mwene niwocie otau nikana kwondu wa kikuo amwasi vinya ula waina vinya wa kikuo nake ni Davidi ula usinda ngamunenga kwikala pamwe nakwa kibirani chakwa cha usumbi onu nakwa nasimbie na kwikala pamwe na asa wakwa kibirani chake cha usumbi. Damu yake yategemea daima yote chini
atakuwa kiongozi wetu milele. Muwe waaminifu hata mpaka kufa, nami nitawapeeni taji la uhai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sogesheni tu kidogo. Sasa tunawapatia wamama nafasi waende watoke kwa mlango waweze yetu Mary Kamene Joseph ambaye Bwana amemwita kwake, tukiamini ya kwamba kwa kuwa Yesu alikufa na kufufuka tena, ndivyo itakavyokuwa kwa wale wanaokufa katika Kristo, kwani Mungu atawafufua pamoja na Yesu. Kwa pamoja tuombe hilo sala. Baba wa mbinguni, katika mwanao Yesu Kristo umetupatia imani ya kweli na tumaini la hakika. Imarisha imani hii na tumaini lililo ndani yetu siku zote, uishi kama wale wanaoamini ushirika wa watakatifu, msamaha wa dhambi na kufufua mwili wa maisha ya milele. Amen. Litania Askofu. Kila kitu kina majira yake na kila jambo duniani lina wakati wake. Wakati wa kuzaliwa, wakati wa kupanda, wakati wa kuua, wakati wa kubomoa, wakati wa kulia,
wakati wa kuomboleza, wakati wa kutubu, wakati wa kukumbatia, wakati wa kutafuta, wakati wa kuhifadhi, wakati wa kurarua, wakati wa kukaa kimya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tukiwa tumeketi, tutasikia tukisomewa somo. Amen. Somo letu tutasoma kutoka Yohana Mtakatifu 14 kutoka mwanzo. Yohana Mtakatifu 14 kutoka mwanzo. John chapter 40 from verse 1. Yohana Mtakatifu 14 kutoka mwanzo. Na nitasoma kwa Kiswahili. Yesu akamwambia, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niamini na mimi pia. Nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi. Kama sivyo, ningewaambia. Naenda kuandalia makao. Nami nikienda na kuandalia makao, nitarudi tena na kuwachukua, mkae pamoja nami, ili mahali nilipo nanyi mpaze kuwepo. Nyinyi mnajua njia ya kufika ninakokwenda. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi tutajuaje unapokwenda? Tutaijuaje njia? Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kuja kwa Baba isipokuwa kwa kupitia kwangu. Kama mngenijua mimi, mngemjua na Baba pia. Tangu sasa mnamjua Baba yangu, tena mmemuona. Na hii Filipo akamwambia, Bwana, tuonyeshe Baba yako yatosha. Yesu akamjibu Filipo, nimekaa nanyi muda huu wote, hata msinijue? Mtu yeyote aliyeniona mimi amemwona Baba. Sasa waweza kusema tumemwona, tuonyeshe Baba. Na hili ndilo neno la Bwana. Simama, kuna nafasi. Amen. Ndatwile gusi munini wa maitu ukuhusu kanisa ondati bonini itatu nikenda tuibogo na tukenda tubimusi kuja mtu. Asante. Nienda kwenye na mukenya isindwa ya Yesu Kristo muyasio si mosio be karibu kukitika kisani ya Yesu kijanga. Nienda kwenye life story ya Mary Kamene oni Mary Kamene ikanisa ya Yesu kei maana ndiye waliweza wao wao baya ndipo maana india na mesa kumaloini moka kuku moka make kanisa ya Ambaka ome yoyo na make kanisa ya Ambaka maendelea ili pesa kukaja kanisa hili ni mwaito tukumite ya mwingi na nina nzikandiasia tuitika masujaa na ngubao hata ile Yesu hizo ni ngubao ya Yesu nundu inyaka mingi oyo mwingi kwa ya kanisa na mabindo manini yoga kiendeleo lakini wewe asindie na hiyo na komenda kuendelea muno ngekaidi kibuno wako dunia isa tiwe ni ili tika ngubao niendao mwandika na yote ndiye kanisa ndiye na ndio sababu nicho kitu mwana yuto amweka ndio ba muno rawe na hapo niongora wewe asante sana ni azote twende baba mimi kila kitu yote
Asante sana Mwaitu na mimi mmoja ndo wa kweli wa wewe. Wewe umewezo une. Naomba mtambue uwepo wa wachungaji. Najua tunaenda nyumbani na tutawatambua, lakini hatuwezi kosa kuwatambua katika madhabahu. Kama kuna wachungaji wako katikati yetu, tafadhali naomba msimame mjitambulishe. Uje tu. Shika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Itotabira wa mutwa mira ya isi makutano bala mwana wa Mwaitu ona ne mumini wa kwaya koko na ibindata yeye langa yi kuboye gai wa mumo akiexibose. Amen. We Yesu na tayo. Amen. Na ongea kwa wakenda kwa mwendete Yesu. Kwa sio pato mwendete tune. Amen. Nitawapasa Yeremia Kilonzo wa David. Nilaya sike tu. Mwenge ya Yesu Kristo kwa sababu sema kwa msema tutasaidia tunaidana jina kwa ya siku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor Joseph Kioko kutoka DCC ya Chapeke AIC Makutano, jina mshirika huko. Kwa hivyo nimekuja na yeye ili tukaweze kushirikiana kwa mpango wa Mungu. Mwenge Yesu na tayo. Amen. Dawa Justus Makosi kuma Jumbi jina ni Mutui Adimwe. Tunaelewa vizuri. Tutambue. Mimi naitwa Kasisi Onesmus. Vika Church hapa. Amen. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Naitwa Dada Margaret Mule, niko hapo Kitanga. Tuko Osos Archdeacon, inaitwa Osos Archdeacon. Sasa tumekuja kusimama na mchungaji mwenzetu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Reverend Joseph Makau Chalo na hudumu kwa neema ya Mungu pale St. Stephen's Kitanga. Na kwa neema ya Mungu leo tuko pamoja. Tuikalinde wa Mungu. Kuna mchungaji ambaye alihudumu. Si mnamjua? Wewe ni hata wa Amen. Yes, tuyaseo. Hallelujah. Amen. Alamute Senator Reverend Erastus Kitonyi kuanzia utumishi mwendete Yesu. Nikukuma SK St. Peter's Mutituli katika Osos Archdeacon. Na aliva wekala ni Mwaitu naenda kwa tugaenda amituke. Na hii ngaiti museo. Utithio bolo isu waenda. Lakini mmoja ndio idara na ndio bila jao. Ejane. Ngaina tukeleza. Asante. Mungu akuona ngumbao inoti kumasia. Museo wake atema muti na ikusefia. Dinali usopika kuma muingola na niwezi wala na bakupewe. Ndakani waweze hizi andikasi. Nukikaba aina ngo myasu kwanga imalano. Ndiye ndo kurudia huko tata kwa Mwaitu dukanoi. Huko matu huko ati yeye sisi wa mtoa ndakuwa Mwaitu wala kwa kama ndiye aisi huwa hiyo Mwaitu nikamana. Na tilo ela museo wake na naona ndakuwa nyezunya mkuu. Akasaka kaina kwa ile tikano eketasu balano wanyengo no. Ai zile no hata yue ebe wakwa. Hii na mwana anza makosi. Mainoa naito teikata. Teino akaina mwadhime na imwekane asante no. Asante Reverend wa kutoka kija kukwate yani hapo. Thank you. Wanasema hao wachungaji wote wametumwa na ofisi wakuje kutuonyesha upendo. Maatuma mokotoni wewe ni kanisa ya St. Mary's
na atuima ndogo ine na unaowete message ya ofisi ni wote makena so bizela ofisi wa bishop muitonge shukrani situ nidizidwe neta musi na bado nikutumetwe aige mo itetiva ya musi tuiliwa na ofisi wa bishop tikune Yesu mo kasi kusi kwili wo fonda member wa kanisa ndiye kujeleza tione na mundu wale toneo ndani lasi yake ku tikwa zile mubea nundu wa bishop kona fonda member hali toneo na ishi amen amen. So tunasema Mungu awabariki ninyi nyote ambao mmeweza kuhudhuria ibada ya hapa kanisani, tukijua ya kwamba kuna wale wanatungojea nyumbani. Basi tusimame tuweze kusifu chorus moja ili tuweze Yesu anaweza.
makofi mazuri. Kabla sijaenda kwa neno, naomba nitambue uwepo wa baadhi ya ambao tumekuja siku ya leo kwa ufupi sana, na nitaanza na wale ambao ni wa chama cha Mothers Union. Naomba msimame. Wale ambao wako katika ushirika ya wamama, wale ambao wamevaa mavazi ya, naomba msimame. Wapigie makofi hapa. Kwa sababu ninyi ni wenyeji. Tuko na marafiki wa familia ambao wamesimama. Naomba sisi tu askari wa Yesu tunapowakaribisha wakae. Sisi tutakuwa askari wa Yesu. Tuwapigie makofi. Tuna wote yaeli. Na sehemu ya kumatota ni kumeka lekulato ikalite. Nikanawe zaidi ya mene ibaweni. Asanti. Asanti na tufanye hivyo. La pili, wacha tutambue pia familia ya Gilbert kwa sababu pia Mary ni mmoja wetu. Naomba Mary usimame. Mary ni mfanyikazi pamoja nasi. Vizuri. Asanti, asanti. Asanti, asanti. Twafika kwa Musa, tukainana lalika, tukaina, tukaina. Twafika Musa wake, tukamuta Yawe, tukaina na moyo. Twafika pewa Yesu, tukaina malaika, tulimuka musumbi. Amen. Reverend Naomi Mtala, nimeokoka, nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Ninashukuru mchungaji Onesimus pamoja na wachungaji wa Osos Hatidikonari sehemu hii pia kwa kunialika. Niseme ya kwamba nikialikwa bado niko nyumbani. Mimi nimeolewa katika familia huku ambako ni kwa Reverend Retired Jonathan Matolo, na pia mama ambaye alituacha ama alipumzikia kazi, ambaye pia alifanya kazi na Mary katika nyakati hizi ambazo tumetajiwa. Tunaposema kwamba walijenga kanisa, walikuwa wanatoka hapa wanaenda mpaka Kitanga, na my father-in-law and my mother, they agreed to give this, kupeana shamba hii kanisa la Yesu lijengwe hapa. Kwa hiyo mimi ni mtoto wa madhabahu, nimeolewa kwa madhabahu.
asifiwe. Mimi nikijitambulisha niseme ya kwamba nafanya kazi katika ofisi ya askofu wetu, Askofu Patrick Tano Munuve, ambaye ni askofu wetu katika kanisa la Kianglikana Machakos County, na niseme ya kwamba pia amenikabidhi kazi katika ofisi kufanya katika department ya wamama. Kwa hivyo sisi kama diocese, sisi kama kanisa tumepoteza member, na jamani tuna huzuni, we have lost, tumepoteza vipila ambayo tungeenda kwake tukiongea na yeye angetupatia mwelekeo. Na kwa hivyo kwa familia kutoka kwa ofisi ya askofu pamoja na askofu tunawaletea rambirambi za upendo. Sema amen. Ndipo umeona vile ambavyo tumemkalisha, ndipo umeona vile ambavyo tumempenda, kwa sababu alijitafutia heshima zake akiwa katika dunia hii. Na hivyo inatupasa kila mmoja wetu aweze
witikie Yesu. Nomo wakati witikie Yesu. Na nikenda zungumia kanisa. Na kanena ndoto ya wiki ya bila. Na akaketi ya bila na akatuma nyumba yake yunga. Na kumbe nafsi hata nomo wakati wimeta kumba tunga metazi wale tutumba usiakilizo. Nomo wakati wasi na yeye tuwale. Nomo wakati wasi kwenda bila kwa kamera ya Yesu. Nomo wakati wasi kwa wewe yenge. Haleluya. Nomo wakati wasi Yesu ni wewe mmosi. Mungu akala wasi timana. Unaenda imana. Tumia kwanza na tukasonga. Haleluya. Nomo tunatunga na mwingi unatuma Yesu wetu yako mwende ngosie itikaude. Mwingi yenge. Numafanya ya watu ikile yenge. Amai Kristo ikile sawa Kristo. Kuikile yenge. Kwina yutaribike. Kwina mawasema yenge. Tumtukanie Kristo. Mbaya asa. Kwina maweka. Ngakoli ya baba anatendete. Zenya mbe ya kuditi kukwe. Zenya mbe ya kuditi kukoma. Zenya kudi ni kuitegela Yesu pamoja wadayo wako. Edi wangu ya uzunguni. Edi wangu ya mautoni mande. Edi wangu ya utekini wewe imani. Edi wangu ya miendele ni ya satani. Ni ndo kuyate indwambe ya sabali. Ya kudi kwasa. Ulenati wowo mwe. We swanye. We bindese. We kulye. Yo ngo siala mewa maikawe na. Nala mamukiri ya Yesu pamoja parai. Twavika tokaena twavika mose kwake tukamota yawe tokaena na moyo twavika katika tiwa itu mwe ijoa tutiende sana tarikila
mwei waitu nitwamuoya weya sonda wayasya wambitanuke waku tukaina unengaina wako niengana senako talo chone kilele haleluya twanika wema Yesu tokaina naina toibokana musume Wapendwa wa familia walio hapa, tafadhali simama mahali ulipo. Anaomba msianome hapo kama David Margaret akuja na familia. Bwana asifiwe. Wote tutaomba tu mahali mko, tutawaombea na tuombe na familia. Baba, tunasema asante kwa hii familia ya Jehova. Kwa kweli Jehova, wewe unapanguza wenye wako na machozi. Mungu wangu, unawapanguza Jehova. Baba, tukabidhi familia mikononi yako Jehova. Umetembea nao tangu mama yao ni waacha Jehova. Na hata siku ya leo Baba, utaendelea kuwapatia nguvu ya kwamba Jehova watakuona katika siku ya leo Jehova. Ya kwamba Baba utaendelea utaendelea Baba kuwaonekania. Ya kwamba Baba, hii safari kila mtu atapita. Lakini Jehova, tunaomba ya kwamba uwe pamoja nao siku ya leo. Siku ya leo inakuanga ngumu, lakini Jehova uko pamoja nao. Na wafunika wote na damu ya Yesu Kristo na mazingira na malaika wako Jehova, ya kwamba utawapatia nguvu, utawapatia neema, utaendelea Baba kuwashikilia. Wewe ni Mungu mwaminifu. Pokea sifa, pokea utukufu. Naomba haya katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Give us direction on how we are going to. Amen. Sasa tumemaliza hicho kipindi. Tutokapo hapa tutapitia, mtanifuata tu. Hapa hakuna njia direct. Lakini wale wako na miguu wanataka kutembea, naweza tembea, unaweza fika hapa. Lakini kama kuna gari, tutaenda round Chaimoto, twende round kama tunaenda Macha huko, alafu tuteremke. Sawa sawa. Ni hapa tu kilomita moja kama 800 meters, lakini now we have to go kama kilomita 4. Twende round. Hapa kuna mtu. Asante. Kwa hivyo gari yangu itaenda mbele na mtu wa video, ifuate na ile inayobeba mwili, alafu wale wengine wafuate. Kwa binafsi tulikaa ndani tuanzie. Tunasema asante kwa sababu ya programu ya hapa kanisani na hata vile ambavyo umekuwa nasi, na sasa umefika wakati wa kuanza msafara kwenda nyumbani. Tunaomba safari ya kutoka hapa kwenda nyumbani, tembea nasi, enda nasi na kuwa pamoja nasi, Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo. Uzidi kutulinda na kututia nguvu. Mungu wetu, endelea kukaa pamoja nasi na endelea kutuongoza na kututendea mema. Tuunganishe pamoja na upendo wako na endelea kututendea makuu. Na sasa kwa yeye awezaye kufanya mambo makuu zaidi ya yale tuwezaye kufanya, kwake uwe utukufu na baraka yake Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu na ikae nanyi sasa na hata milele. Hapo shida kwa mambo yote umetuliza, kisa